Mazingira ya kazi ya vyombo vya habari yawe mazuri, lakini kikubwa tunataka wamiliki wa vyombo vya habari waboreshe maslahi ya wanahabari. Tunaona kwamba Tanzania imeshuka sana kwa uhuru wa habari, hasa mwaka jana, mwaka 2025, wakati kabla na baada ya uchaguzi. Wanahabari wengi walichukuliwa na kuingizwa ndani, lakini pia vyombo vingi vya habari vilifungiwa, hasa vyombo vya mtandaoni vilifungiwa sana. Vyombo vya habari bado havina ustawi mkubwa wa kimapato. Mishahara imekuwa ni shida kwa waandishi wa habari. Bima kwa ajili ya security ya maisha yao imekuwa shida. Sasa ile ripoti imekuja na mapendekezo mazuri sana. Tunaomba ile ripoti ianze kutekelezwa, ifanywe execution. Uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu hasa kwa ajili ya mustakabali, kwa ajili ya taifa letu. Hivyo basi kwa siku hii ya leo waandishi wa habari kutoka sehemu mbalimbali wameweza kukutana hapa mkoani Arusha katika hoteli ya Montumeru ili kujadili uhuru wa vyombo vya habari. Kuna mijadala mingi yameweza kuendeshwa hapa, hasa kujadili namna ambavyo waandishi wa habari kufanya kazi zao za kihabari kwa uhuru. Mimi ni Abel Saidi Loasa na hii ni Asalo TV Online. Leo tumekutana na wanahabari, tuko pamoja kama mtandao wa uhuru wa habari kujadiliana masuala ya habari Tanzania na kuadhimisha wiki ya uhuru wa habari. Katika kutathmini tumeona kwamba Tanzania imeshuka sana kwa uhuru wa habari, hasa mwaka jana, mwaka 2025, wakati kabla na baada ya uchaguzi. Wanahabari wengi walichukuliwa na kuingizwa ndani, lakini pia vyombo vingi vya habari vilifungiwa, hasa vyombo vya mtandaoni vilifungiwa sana. Lakini ukiangalia pia mwaka huu tumeutafakari pia kuanzia Januari mpaka Aprili, ni tayari vyombo 8, kuna matukio 8 ya vyombo vya habari kufungiwa. Tumeona kuna Jambo TV na pia wanahabari kuchukuliwa kama Alois Nyanda kule kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tumeona matukio tayari yameshafika 8 na tuko kwenye robo mwaka ya kwanza. Kwa hiyo bado hali sio nzuri sana ya wanahabari. Lakini pia sheria haitusaidii sana kuwalinda wanahabari. Kwa hiyo tumejadiliana sana na tutatoka na maazimio baada ya kumaliza tukio hili. Sisi matamanio yetu kwa kweli wanahabari wawe huru, waache wafanye kazi zao kwa uhuru. Kwa sababu hii haki ya kupata habari, kusambaza habari iko kwa mujibu wa katiba. Na katiba yetu ya ibara ya 18 inatoa ni moja ya ibara ambazo ni nzuri. Hata kesho katiba ikibadilishwa, hatutamani hicho kifungu kibadilishwe kwa sababu kiko vizuri. Kinatoa haki ya kupata habari, kusambaza ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo tunataka wanahabari watungiwe sheria ambazo zitawalinda kuwa huru. Kwa hiyo wakiwa huru tutapata habari, na kupata habari na kutoa taarifa ni haki ya binadamu ambayo ni kubwa sana hata kwenye mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo tukipata sheria nzuri zinazowalinda wanahabari, siku tutakuwa safi sana. Sisi tunaungana na kituo cha sheria za binadamu na wadau wengine ambao wamekuwa wakihimiza maboresho ya sheria za habari ili kurejesha uhuru wa vyombo vya habari. Sisi tuliamini kwamba baada ya kuwa na sheria mpya ya uhuru ya masuala ya habari, maslahi ya wanahabari yangetazamwa, lakini vile vikwazo ambavyo kwa kupata wanahabari vingeondolewa. Lakini hali imekuwa tofauti. Sasa hizi waandishi wamekuwa katika wakati mgumu. Tumeona hapa taarifa ambayo imetolewa kwenye mkutano huu kwamba ndani ya robo mwaka waandishi wa habari 8 wamekumbana na madhila mbalimbali, ikiwemo kukamatwa, ikiwemo vyombo vya habari kufungiwa na mambo mbalimbali ya vitisho. Kwa hiyo tunaomba sisi maboresho ya sheria, tunaomba mazingira ya kazi ya vyombo vya habari yawe mazuri, lakini kikubwa tunataka wamiliki wa vyombo vya habari waboreshe maslahi ya wanahabari. Tumesema hapa ndani katika mada iliyopita kuhusu ubunifu katika sekta ya habari kuelekea miaka ijayo. Sisi tumesema ubunifu ni ngumu kupatikana kama watu hawana maslahi bora. Kwa hiyo kama mwandishi habari akilipwa vizuri, ina maana atakuwa na ubunifu wa kufanya kazi. Lakini vile kama mwandishi habari atapatiwa ulinzi wa kazi yake, ina maana atakuwa mbunifu na ataboresha kazi yake. Lakini kama ikiendelea hali ilivyo sasa, wanahabari kufanya kazi kwa kimbiza vyombo vya dola, kufungiwa kila siku, vitisho kila siku, sidhani kwamba jamii itafurahia hii hali, na wanahabari wenyewe kama wataweza kufanya kazi katika mazingira ambayo ni mazuri. Na sisi kama MISA Tanzania tunasisitiza katika jambo moja, uchumi wa vyombo vya habari sio mzuri, na tunajua Mheshimiwa Rais aliunda
tume ikafanya tafiti na ikaleta majibu na ile ripoti ilikabidhiwa. Tunaamini anayo Mheshimiwa Rais. Sasa ile ripoti na mapendekezo mazuri sana katika ile tume iliongozwa na Kaketu Tido Mwando akiwa kama mwenyekiti. Yale mapendekezo sisi kama MISA Tanzania na sekta kwa ujumla ya habari tunamwomba sana Mheshimiwa Rais na waziri mwenye dhamana ya habari waweze kutekeleza mapendekezo ambayo yalitajwa kwenye ripoti ile ya hali ya uchumi katika vyombo vya habari. Hadi kufikia sasa bado kuna mazingira ya waandishi wetu wengi wa Tanzania kufanya kazi kwenye mazingira duni. Vyombo vya habari bado havina ustawi mkubwa wa kimapato. Mishahara imekuwa ni shida kwa waandishi wa habari. Bima kwa ajili ya security ya maisha yao imekuwa shida. Sasa ile ripoti imekuja na mapendekezo mazuri sana. Tunaomba ile ripoti ianze kutekelezwa, ifanywe execution. Itekelezwe ili kuboresha mazingira ya waandishi wa habari, kuhakikisha tu kwamba uchumi wao unakuwa mzuri na wanaweza wakafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo tunasisitiza zaidi. Lakini kingine ni kwamba bado tunaendelea kusisitiza ulinzi na usalama wa waandishi wa habari. MISA tunasisitiza katika uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa. Hivi karibuni tumeona kuna matukio mawili matatu yamekuwa sio mazuri ya waandishi wa habari katika majiji tofauti. Imetokea Arusha, imetokea Mwanza, imetokea Mbeya. Tunasisitiza sana mamlaka kuweza kuishi vizuri na waandishi wa habari, kutambua waandishi wa habari ni sekta ya kitaaluma kama zilivyokuwa taaluma nyingine. Unakutana na mtu ambaye hayuko katika sekta habari, anaoji anasema habari hii tunamshikilia mwandishi wa habari kwa sababu habari hii haikuwa na mizania. Lakini ukimtazama yeye ni sekta nyingine. Yaani ni sawa na leo hii daktari akafanya kosa la kidaktari, alafu akatokea mtu polisi akataka kumuingilia daktari. Wakati daktari inabidi apelekwe kwenye taasisi au zile vyombo vya kiithibati ambavyo vinaweza vikamchukua na kuchunguza makosa yake katika sekta husika. Kwa hiyo tungeomba sana wadau mbalimbali na serikali na hata watu binafsi kuheshimu sana taaluma ya vyombo vya habari, na kama kuna mwandishi ana makosa asikilizwe na vyombo vya habari vyenyewe vilivyoundwa. Kwa mfano sasa hivi tuna bodi ya ithibati, tuna MCT ambayo inaweza ikachunguza ili kuweza kutoa haki. Kwa hiyo ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari ni muhimu sana. Hatutaki kuzungumza mengi yaliyotokea nyuma, lakini bado tunaamini tunapokwenda kwenye maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari, uhuru na usalama wa mwandishi wa habari ni nguzo muhimu sana. Tumekutana hapa taasisi mbalimbali za vyombo vya habari hapa nchini. Tunaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Siku hii ilianzishwa mwaka 1991 pale Windhoek, Namibia, na imekuwa ikisherehekewa sehemu mbalimbali duniani. Na zamu hii Tanzania tumeisherehekea mapema kidogo, kwa maana ya kwamba tarehe 3 mwezi wa 5, 4 na 5 itapaswa kusherehekewa kidunia pale Lusaka, Zambia. Kwa hiyo tumesherehekea hapa, lakini kubwa tunaloliangalia ni mustakabali wa vyombo vya habari. Kuna kupungua kwa mapato kwenye vyombo vya habari, kuna mabadiliko ya teknolojia kwenye vyombo vya habari, kuna waandishi kuwa na wasiwasi, kuna taasisi na watu mbalimbali kuwaza kwamba serikali inaendelea kutunga sheria ambazo ni ngumu au inakataa kurekebisha sheria ambazo tunaamini kwamba zinakwaza uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa pamoja hapa tunajadiliana kuona ni kipi tuende nacho kitutoe hapa tulipo ili kusonga mbele. Lakini kubwa katika mjadala wa kwanza tumeona limejitokeza zaidi mambo mawili: uchumi wa vyombo vya habari ambao unafungamanishwa na uhuru wa vyombo vya habari, kwamba chombo cha habari kikiwa huru kiuchumi, kikiwa na mapato ya kutosha, kinakuwa na uhuru wa kufanya kazi zake za kihabari kwa uhuru mkubwa, bila hofu ya kwamba watangazaji wataondoa matangazo, serikali itatunyima matangazo au serikali itatufungia. Lakini pia wanapata nafasi ya kwenda maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kutafuta taarifa na kuchapisha taarifa ambazo ziko sahihi. Kwa hiyo imependekezwa katika mambo ambayo tunadhani itakuwa sehemu ya maazimio kwamba vyombo vya habari Tanzania vifikirie sasa kuwa na vyanzo mbadala vya mapato badala ya kutegemea matangazo na uuzaji wa magazeti. Na swala la teknolojia tunaendelea kujadili na tunakwenda kwenye breakaway sessions kuona jinsi gani hizi teknolojia zilizojitokeza, teknolojia ya hii wanaita akili tarakilishi, wengine wanaita mnemba AI, kwamba jinsi gani sasa vyombo vya habari vitakavyoitumia kunufaika na hii teknolojia badala ya kuikimbia. Na kwa ushauri wetu tunasema kwamba tujifunze, tuielewe, tuifahamu, tusiikimbie teknolojia. Tumesikia mwasilishaji mmoja amesema kwamba tuondoke kwenye kundi la wasiwasi. Kwa wale wenye umri wa kwetu ambao ni 55 kwenda juu,
wanajua kwamba zamani sisi darasani ilikuwa hairuhusiwi kuingia na calculator kwenye mtihani, lakini siku hizi ni takwa la kimtihani kwamba mwanafunzi yeyote anayefanya masomo ya sayansi au hesabu na mengine lazima aingie na calculator. Kwa hiyo sasa hivi tunaweza kuikimbia hii teknolojia ya AI. Mwisho wa siku hiyo miaka 20-30 ijayo tutaihitaji wakati ilishatupita. Kwa hiyo sasa ni jukumu la kila mwanahabari, ni jukumu la vyombo vya habari kuhakikisha kwamba tunajifunza AI inafanyaje kazi, inawezaje kurahisisha, kwa maana yenyewe haiwezi kufanya kazi wala haitachukua kazi za waandishi wa habari, isipokuwa sisi tukiijua tutaitumia kama kisaidizi cha sisi kufanya kazi kwa ufanisi. Mbalimbali za kujadili kuweza kuangalia sekta habari inaendeleaje. Tunajadili kwa muktadha wa kuangalia masuala ya kifedha katika vyombo vya habari inakuaje, njia mbadala, lakini pia tunaangalia ulimwengu huu wa kisasa wa kidijitali, ni namna gani umebadilika, ni mambo gani yanatakiwa kuzingatiwa, ni namna gani ya kuendesha na kuangalia vyombo vya habari kwenda na kasi ya kidijitali. Hapo tukiangazia masuala ya AI, artificial intelligence, yani akili mnemba, kuangalia nayo inatakiwa itumike vipi katika vyombo vya habari. Kwa hiyo mijadala iko mbalimbali ambayo imeandaliwa na washirika ambao wameshiriki pia katika kuandaa huu mkutano. Wanakamati ambayo imegubikwa na imeambatana na mashirika mengi sana ambayo yako hapa nchini Tanzania. Wanakamati ni zaidi ya mashirika 20 ambayo sasa yameungana katika kutengeneza hiyo mijadala kwa muktadha wa kile ambacho kwamba tunawasilisha yale ambayo ni changamoto katika sekta ya habari, tukidhania ama tukizingatia kwamba tunashirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba inatatua changamoto hizo. Nafikiri kwamba ingependeza kama serikali ingeweza kutenga mfuko maalum kwa ajili ya kuendeleza vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari, unajua vyombo vya habari vinafanya kazi ya kijamii, pamoja na kusema ni kweli vinakuwa vinajiendesha na kutafuta mbinu mbalimbali za kibiashara ili kuweza kuendesha kibiashara. Vyombo vya habari ni sekta ambayo inatakiwa iwe na mfuko maalum wa kuweza kuiendeleza. Kwa hiyo kama serikali inaweza kaweka mfuko maalum kwa ajili ya kuendeleza vyombo vya habari, hiyo ndio maoni yangu kwa ujumla.